dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, ataziosha zitakuwa nyeupe. Kwa hiyo ibada ni sehemu ya kusema na Mungu. Ibada ni sehemu ya kupata toba kwa Mungu, na Mungu mwenye rehema anatuhurumia na kusamehe. Waimbaji wametuimbia wimbo Mungu wetu ni mwenye huruma. Yamkini wanadamu sasa kufikiria kwamba Mungu ana huruma gani? Mbona changamoto ni nyingi kwangu? Mbona matatizo ni mengi kwangu? Sasa huyu Mungu ana huruma gani? Lakini elewa kwamba Mungu ni mwenye huruma, kwa sababu hata hiyo pumzi tu Mungu amekupa ni ofa. Tukiangalia gharama ya pumzi ina thamani sana. Kuta mtu anaumwa, ana hali mbaya, kuna sehemu moja hospitali madaktari wanafahamu, wanaita sehemu ambayo ni hatarishi, wanapeleka wagonjwa mahututi. Nafikiri kule kuna oksijeni ya kununua, unaweka oksijeni mashine na kupumua kwenye mashine. Hapo sasa hali sio ya kawaida. Lakini ukikaa kule ndani ya siku 5, gharama yake ni kubwa sana. Lakini Mungu wetu ametupa pumzi kule, tunapumua tangu asubuhi mpaka jioni na maisha yanaendelea. Sasa hapo Mungu hana huruma kweli? Lakini pamoja na changamoto zingine, hayo ni mambo ya kawaida. Kwa sababu sisi binadamu tulipoumbwa tukawekwa kwenye dunia hii na Mungu, makusudi yake mwanadamu asipate taabu, mwanadamu aishi maisha ya furaha. Lakini mwanadamu kwa ujuaji akadanganywa, akakubali, tukarudi kwenye changamoto. Mungu akatoa laana, sema sasa nitakula kwa jasho, mama azaa kwa uchungu, laana zinatolewa. Lakini Mungu hakupendezwa na hiyo kitu, kuwaona wanadamu wanateseka. Mungu akaamua kutoa mwanae pekee Yesu Kristo kuja kuwaokoa wanadamu, kuwatoa kwenye taabu, kuwatoa kwenye shida. Naye akasema amwaminiwe mwana ana uzima. Kwa maana sasa Mungu akatuondolea kifo na kutuweka kwenye uzima. Sisi tumechagua njia ya kweli, njia ya haki, tumechagua uzima, hatujachagua kifo. Naweza kuuliza swali kwamba kwa nini tunakufa? Kifo ambacho maandiko yanaongelea ni kile kifo cha milele. Maana yake lile ziwa la moto. Hiyo ndio mauti ya pili. Sisi tumeenda huko, tumerudi tukachagua uzima, kwa sababu tumemwabudu mwana. Kwa hiyo Mungu anatusihi tuendelee kubaki katika tumaini lake, tuendelee kubaki tukijiandaa. Kwa hiyo ibada ni sehemu ya kutuandaa. Hakuna sehemu yoyote ambayo tunaweza kufanya maandalizi kwa ajili ya kumsubiri Kristo. Ni kwenye hekalu la Mungu. Mungu anakuja kutuandaa.